Wiki hii kumekuwa na gumzo sana nchini Tanzania, hasa baada ya wale wanandoa wawili ambao walikuwa kwa muda mrefu marafiki wakubwa kuweza kufunga ndoa ya kidini na kutimiza amri ya Mwenyezi Mungu. Lakini ndoa hiyo imekuja kuwa na gumzo na mtandaoni. Watu wamezungumza sana, wamezungumzia sana kuhusu ndoa. Hii ndoa inamhusu mkaka mmoja ambaye anaitwa Abasi. Inamhusu na dada mmoja hivi ambaye anaitwa Sharifa. Sasa watu wamezungumza sana. Sisi kama Macho Plus TV tukaona ngoja, haiwezekani, inabidi tuwatafute maharusi tuweze kuzungumza nao. Kwa nini ndoa imekuwa na gumzo sana? Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri, maharusi wapo kwenye sita. Kwa hiyo hatujaweza kupita kwenye sawa, maharusi wapo kwenye 7. Maharusi wapo kwenye 7, kwa hiyo hatujaweza kufanya nao mazungumzo. Hilo tumewapata watu wa karibu sana ambao wako karibu sana na familia hii, ambao wako karibu sana na bwana harusi na bibi harusi, wameweza kuzungumza hapa. Hawa ni wakina nani tutajua majina yao hapo kwa baadaye, lakini kwa sasa hivi tuone ilikuwaje, mahusiano yao wanazungumziaje, na hapa je, mpaka walipofikia wao wamehusikaje kwenye swala hili na mpaka kufikia watu wa kufunga ndoa. Dada, habari, mambo vipi? Poa, za kwako? Fresh tu, mzima? Mzima, sio wewe? Namshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Watu wangetaka kufahamu, labda kidogo kujua mahusiano kati ya ndugu yetu Abasi na shemeji yetu ambaye ametoka kufunga ndoa jana. Wewe unaizungumziaje hii ndoa yao na mahusiano yao na kutokana na tabia zao zilivyokuwa? Mimi naona ni jambo zuri, jambo jema, kwa sababu ukifunga ndoa kwa mujibu wa dini ya Kiislamu ni unakuwa umefanya nusu ya ibada, umetimiza nusu ya dini. Kutokana na mienendo yao ya kitabia ni jambo zuri, it means wameamua kutaka kubadilika. Huyu kuachana na utomboy kuwa mtoto wa kike halisi, na huyu mwanaume kuachana na mambo ya ushoga kuwa mwanaume halisi. Na hizo tabia kiukweli hazikuwa njema, hazikuwa zikipendeza. Ni tabia ambazo watu wengi, wazazi wengi wamekuwa wakizilaani kwa sababu si tabia njema. Haiwezekani kubadilika 50-50, ni ile unabadilika kwa sababu mzazi anataka ubadilike, lakini sio kwamba wewe mwenyewe umeamua kuwa ubadilike. Wao unakuwa unafanya kwa kumridhisha mzazi, lakini behind the scene unafanya vile vitu ambavyo wewe binafsi vinakuridhisha, vinakufurahisha. Wao unakuwa pale hujabadilika bado. Kimtazama kama bwana harusi Abasi, sawa, yeye ni shoga maarufu wa hapa Tanzania. Sawa, ni shoga maarufu, na ushoga wake yeye ameweza kufika paka mbali zaidi. Anavaa paka nguo za kike, anajiweka live kabisa kwenye mitandao ya kijamii akiwa amevaa kanga, mavazi ambayo ni ya kike kabisa. Na kwa huyu bibi harusi naye ni vile ni tomboy ambaye naye amejiweka wazi kuwa na mahusiano na wanawake wenzake pia vile vile, na yeye akiwa na act upande wa wanaume. Kama ikitokea watu hawa hawajafunga ndoa kwa hiari yao, wamelazimishwa, wewe unahisi hiyo ndoa ndani inakuaje? Hem, tupe kidogo wewe unavyoani kitu ambacho unachokiona kwenye hiyo ndoa ikiwa wamelazimishwa. Ikiwa imelazimishwa, yani ni pagumu. Sielewi yani itakuwaje kwa kweli. Sababu inakuwa ni changamoto, kwa sababu hapo ina maana huyu mwanaume kama hajaamua kubadilika kuwa mwanaume halisi ni tatizo, na huyu mwanamke kama hajaamua kubadilika kuwa mwanamke halisi ni tatizo. It means wanaweza wakaendelea kufanya vitu vyao ambavyo walikuwa wakifanya huko. Umeona huyu mwanamke ni uhalisia huku nje tukamwona ni mwanamke, kumbe ndani anaweza kama mwanaume. Maana kuna vile vitu vile vya kutumia vile maumbile ya kiume yapo madukani yanauzwa, waweza wakanunua wakafanya hivyo wanavyofanya. All in all, Mungu mwenyewe ndo anajua, ila mimi ninachosema zaidi naomba Mwenyezi Mungu inshallah awabadilishe, kwa sababu binadamu kukosea ni sehemu ya binadamu, kukengeuka ni sehemu ya binadamu, na kama wakiamua kubadilika basi watabadilika kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, ila Mungu awaongoze waongoke kwa hiyo kama vile Mwenyezi Mungu alivyowaumba, wa kike wa kike, wa kiume wa kiume. Hapo tumeshazoea kuona kwa mfano mtu akiwa ni mlaibu wa madawa ya kulevya, unasema kwamba anachukuliwa kwenda kwenye mafunzo, aidha anakaa hospitali
au akiwa mraibu wa pombe. Kuna sehemu zile ambazo anawekwa kama zile ni sober house kwa ajili ya kukaa mbali na vile vitendo. Lakini hawa tunaona tu hawajaenda kukaa kwenye ile rehab ya kuhusu kwamba huyu kuacha ushoga na huyu kuacha utomboy. Wamechukuliwa tu wamepelekwa kwenye ndoa. Yaani vile from nowhere, yani huyu alikuwa na mambo yake na huyu naye ana mambo yake, lakini ghafla tunaona wamefunga ndoa. Hajapita kwenye hizo rehab. Wewe unalizungumziaje hilo swala? Hapo pia ni changamoto kwa sababu inatakiwa I'm not sure, inawezekana wamepewa darasa, labda wamepewa darasa mpaka wao wakakubali, kwa sababu sio kitu cha ghafla bin vupu kusema leo kesho mfunge ndoa. No, it's not true. It means labda watakuwa wamekaa na watu wa karibu, wazazi wamewashauri, labda wamewakanya, wamewaonya, wamewaelekeza, wamefundisha, maybe mashehe na kadhalika, ndio maana wakaamua kuridhia kufunga ndoa. Kwa sababu ndoa huwa haifungwi tu, ni mpaka mridhie nyie waoaji, muolewa na muolewaji, mridhiane na mridhie. Na watu wengine kama kinasi hapa tunakuwa washereheshaji tu, lakini baada ya nyie kuridhia kuwa mkubaliana kwa ridhaa moja kuwa mke na mume. Ndoa imefungwa Kiislamu. Na shehe tumeona hapa kwenye video anafungisha ndoa, mama mkwe akiwepo na baba mkwe akiwepo. Wameshindwa hata kufuta zile video za watu wengine. Sababu mimi naona kama kuna mkakasi, sababu wangeweza kufuta zile video za jamaa ambazo wako uchi, ambazo wamevaa nguo za kike kwa huyu bwana harusi. Bado zile video ziko mtandaoni na bado haonyeshi dalili yote kubadilika. Mimi nataka uliweke sawa ili dadangu. Mbona kama unalipindisha hapo, wewe liweke sawa. Hapa kuna ndoa au hakuna ndoa? Siwezi kusema kama hakuna ndoa, sababu sijajua nafsi zao. Kama wamebadilika, basi wanataka kuanza upya. Kweli hivyo ulivyosema kwamba wanatakiwa hizo kwenye peji zao za mitandao yao ya kijamii wangeweza kufuta, lakini hata hivyo pia wakifuta kwenye peji zao bado watu wana vile vitu yani havifutiki katika akili za watu. Matendo yao hayafutiki katika akili za watu, matendo yao hayafutiki katika fikra za watu, matendo yao hayafutiki katika simu za watu wengine. Kwa sababu hata wakifuta kwenye peji zao, it's nothing for me. Wanatakiwa wafute from their hearts, wafute kwa kubadilika kiuhalisia, kuonyesha jamii now we are changed. Tumetoka kwenye step 1 tumeingia kwenye step 2. Kwa hiyo sasa hivi ni wasafi. Mwenyezi Mungu ushahidi, Mwenyezi Mungu anaona, Mungu anajua, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Mungu wakiomba maghfira, Mwenyezi Mungu anawasamehe. Kwa hiyo kufuta matukio yao au tabia zao za hapo awali wanatakiwa wazifute katika uhalisia wa maisha ya kawaida ambayo wameanza sasa. Kwa sasa hivi nchini Tanzania kuna ongezeko kubwa sana la mashoga na hasa matomboy. Hasa kwenye hichi kizazi anaisha generation Z ambacho nasema ni kizazi cha 2000. Siwezi kusema zamani labda zikuwepo, labda kwa sababu kulikuwa hakuna mambo ya utandawazi. Labda mambo yalikuwa yakifichwa, sababu siku hizi hakuna siri, kila kitu kipo hadharani. Hatuwezi kusema kama zamani labda zikuwepo. Ila siku hizi zipo zaidi na zinajionyesha wazi wazi. Na zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Wewe unahisi labda shida ni nini? Unahisi labda tatizo liko wapi? Tatizo nahisi tatizo ni utandawazi. Tunaiga maisha ya kimagharibi. Tunaiga sana. Tunaondoka kwenye uhalisia wetu wa Kiafrika, wa Kitanzania. Tunaondoka kwenye mila na desturi zetu. Tumekuwa tunaangalia sana vitu ambavyo ni mila na desturi za watu wengine. Yani tunakuwa kwa mfano tunaona kama tuko free sana, tuna uwazi sana, tunajihesabia haki sana. Hilo ndio tatizo lilopo kubwa, kwa sababu huu utandawazi unaleta shida hata kwenye ngazi za kifamilia. Namna ya kumanage mtoto, kumlea, kumfundisha inakuwa tatizo, kwa sababu wewe unaweza kumfundisha hivi akaenda sehemu nyingine akapata mengine. Wewe unaweza kumdhibiti ukamzuia simu ukafanyaje, lakini akakutana na mtu mwingine akaona kwenye simu akafanyaje. Na mbaya zaidi tunapenda sana kujaribu kutesti, kuona what is it, inakuaje
Hilo ndo tatizo kubwa sana. Hata kama hapo zamani hivyo vitu vilikuwepo, huenda vilikuwepo kwa sababu nothing new, lakini walikuwa wakionekana vile, wazee wanawaita, wanawakanya, yani ile immediately mtu anabadilishwa na anabadilika, kwa sababu zamani kulikuwa hamna huu utandawazi, ilikuwa ni rahisi sana kucontrol watoto. Kwa mfano kama mtoto wa kiume ukishamuona na hisia hizo na nini na nini, lazima utamuinvolve na watoto wa kike ili yani ukampa ndoa. Wazee wa zamani unajua walikuwa wanaozesha watoto mapema sana. Mtoto miaka 13 umepewa ndoa, wa kike. Wa kiume umepewa mke. Umeona? Wanaona labda hamwezi kuishi peke yenu, wanaishi na nyie pale nyumbani mpaka watakapoona mmetangamaa, mnaweza kujicontrol, ndipo mtaenda kwenye mji wenu. Kwa hiyo nadhani hiyo ilikuwa inasaidia sana. Wazazi wanalaumiwa kuhusu swala la ongezeko la mashoga, watoto kuwa wa tabia za kishoga wa kiume na wanawake kuwa na tabia za kishoga. Wazazi wanakosea wapi? Nahisi wazazi wana mapungufu gani kwenye swala hili? Mimi yani mkisema upande wa wazazi nakuwa na ukakasi kidogo, kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mzazi. Yani inakuwa ni ukakasi kwa sababu kuna mtoto wako unaweza ukamzaa vizuri, ukamlea vizuri katika maadili mazuri, lakini hapo katika kukua sasa, akienda mtaani, akienda kama mfano mashuleni huko, umeona inakuwa pia ni changamoto. Lakini nadhani kwa wazazi tungejifunza sana kuwa karibu na watoto wetu, kuwa marafiki wa watoto wetu, kiasi cha kwamba hata akifundishwa hicho kitu na mtu, iwe rahisi kukueleza na wewe ile rahisi kumfanyia kazi na kumdhibiti na kumwambia. Alafu pia wazazi I think tuwe wawazi kwa watoto, kwa sababu vitu vingi watoto wanavijua. Usiseme eti mtoto wangu sio nikimwambia sio inakuwa no. Tuwe wawazi kwa wazazi, unamwambia ukifanya hivi inakuwa hivi, yani tuwe real. Usifiche fiche, ukifanya hivi inakuwa hivi, ukifanya hivi inakuwa hivi, kitu hiki sio sawa, hiki kitu sawa, hivi sio vizuri, hivi ni vizuri. Hicho ndo kitu cha msingi kinachotakiwa kwa wazazi, kwa sababu watoto wanaiga. Alafu pia wazazi tupunguze ile watoto kuacha free sana, kuwa na marafiki, anakwambia zile sleepover zile, naenda kulala siku kwa rafiki yangu sio nini. Hiyo pia inakuwa sio sawa. Mtoto anakuwa kama ndege bwana, leo kalala kitundu hiki, kesho kalala kitundu kichanja kile, kesho kichanja kile. Hapana, yani watoto wana mazingira mamoja ya kukua kwa uangalizi mzuri kabisa, kwa sababu ukimanage huku chini alafu kamweka akaa karibu na wewe, akaa rafiki yako, maana hata shuleni hivyo vitu vipo. Hata shuleni wanafanyiwa hizi shule za boarding hizi, unakuta mtoto wa kiume au wa kike wanafanyiwa kama hivyo. Kwa hiyo ukiweza kuwa naye karibu, ana uwezo wa kukusimulia na wewe ukafanyia kazi na ukamkanya na hiyo kitu ikaisha. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba kaka Abasi ameoa na ndoa yake sasa hivi ipo kwenye 7. Kwa tusubirie tuone ndoa hii, lakini mimi binafsi nawaombea heri kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu wamefanya jambo ambalo ni laheri. Pia wasiwaangushe familia na yule shehe ambaye amefungisha hii ndoa, kwa sababu ana maneno mengi sana, anapigwa sana mawe mitandaoni, shehe ambaye ameifungisha hiyo ndoa. Sasa tuwaombee heri ndugu zangu wa Tanzania, tusiwalaumu sana, kila mtu anabadilika. Neno la mwisho tu dadangu la kuweza kuwaambia Watanzania juu ya hii ndoa, wewe toa msimamo wako juu ya hii ndoa, au toa neno lako juu kwenye hii ndoa ya Abasi na shemeji yetu. Wasichukulie negative sana, kwa sababu sisi ni binadamu, tumeumbwa kukosea na tumeumbwa pia kusahihisha makosa. Sasa huenda walikosea na wameamua kusahihisha makosa yao kwa njia hiyo. Basi cha msingi tu ni kuombea heri, ndoa iwe ya heri na idumu, na waweze kubadilika, wawe vijana wema, waongoke katika maadili ya dini ya Kiafrika na ya Kitanzania pia. Mimi langu ni hilo.